wa Yesu kunifia dhambini. Ninashukuru mimi ninapokumbuka pendo wa Yesu kunipenda ningali dhambini. Ninashukuru na kusahau kabisa uovu wangu, na kusahau kabisa uovu wangu. Usilipe kisasi kwa wanadamu, usilipe kisasi kwa wanadamu. Kisasi kazi ya Bwana, si kazi yako. Kisasi kazi ya Bwana, si kazi yako mama. Usilipe kisasi kwa wanadamu, usilipe kisasi kwa wanadamu. Kisasi kazi ya Bwana, si kazi yako. Kisasi kazi ya Bwana, si kazi yako baba. Mama moja alihangaika kuwalea watoto wakati mmewe alipokimbia kamwachia watoto. Maisha yao yalikuwa magumu na ya kusikitisha. Maisha yao yalikuwa magumu na ya kusikitisha. Alilia sana, aliomboleza, alilia mama yule, aliomboleza. Maisha yao yalikuwa magumu na ya kusikitisha. Kutengana kwa wazazi, pigo kwa watoto. Kutengana kwa wazazi, pigo kwa watoto. Maisha ya shule kwa watoto wale yalikuwa magumu. Maisha ya shule kwa watoto wale yalikuwa magumu. Alilia mama, aliomboleza, alilia mama yule, aliomboleza sana. Lakini Mungu ni mwema kawasaidia. Lakini Mungu ni mwema kawasaidia. Wakaenda hadi elimu ya juu, wakasoma hadi elimu ya juu. Wakaenda hadi elimu ya juu, wakasoma hadi elimu ya juu. Baada ya masomo yale wakapata kazi. Baada ya masomo yao wakapata kazi. Waliajiriwa kule Dar es Salaam. Waliajiriwa ofisi ya rais. Waliajiriwa kule Dar es Salaam. Waliajiriwa ofisi ya rais.
ofisi ya raisi, wakaajiriwa kule Dar es Salaam. Ni watoto mapacha wakapata kazi. Ndugu yangu sikiliza, baada ya baba yule kupata taarifa ya kuwa watoto wake wamepata kazi na kuwa wameajiriwa kule Dar es Salaam katika ofisi ya rais, baba yule alifunga safari hadi ofisi ya rais. Alipofika pale getini, akapokelewa na mlinzi aliyekuwa zamu. Akaonyesha vitambulisho na akajitambulisha kwa yeye ni baba wa wale mapacha wawili wanaofanya kazi ofisi ile. Kisha mlinzi akaenda kuwaita wale mapacha wawili. Nao walipofika getini, baba akajitambulisha kwao. Ndugu yangu, haikuwa rahisi kumtambua ya kuwa ni baba yao, lakini baada ya maelezo ya kina na ushahidi wa majina anayotumia baba yao, wakaingiwa na imani ya kuwa yamkini huyo ndo baba yao ambaye waliwahi kusimuliwa habari zake, ya kuwa aliwahi kuwatelekeza wakiwa wangali wadogo. Watoto wale kwa upendo wa Kristo wakamchukua baba yao hadi nyumbani kwao. Walipofika pale nyumbani, walimkirimia baba yao kila namna ya wema. Wakaandaa chakula, wakala na kunywa. Wakamwandalia baba yao mavazi mazuri. Wakafurahi sana. Wakafurahi sana mpendwa. Najua kwako inawezekana imekuwa jambo gumu kufanya jambo hili, lakini nataka nikwambie leo, kwa sababu ya upendo wa Kristo tu. Yesu alikufa msalabani kwa ajili yetu. Hatupasi kuwalipa kisasi wanadamu. Kama ni kisasi, ni mkazi ya Bwana. Umetendea watu wangapi? Yamkini kuna watu umewalipa kisasi. Mungu afurahishi na jambo hilo. Watoto wale walimfurahia yule baba yao, haijalishi aliwahi kuwatelekeza. Wakala na kunywa pamoja naye. Ndivyo inavyotupasa ndugu zangu, usiwatende kisasi wanadamu. Haleluya.